Kama ni mara yako ya kwanza kukutana na ujumbe huu, wewe ni mwenye bahati sana. Jiambie kimya kimya kwamba mimi ni mwenye bahati sana duniani. Yapo mambo mengi sana ambayo watu wanayaogopa hapa duniani, na pengine ni mambo ambayo watu wakiyasikia wanabaki kutetemeka na kuhuzunika, na pengine hawapendi kabisa yawatokee katika maisha yao. Lakini kumbe mambo haya si ya kuyaogopa. Jambo la kwanza, watu wanaogopa sana kuzungumza, yaani hofu ya kuzungumza. Wapo watu wengi sana ambao wamepoteza haki yao, wamepoteza kesi nyingi sana mahakamani, ilibidi wawe na haki ya kuweza kupata msaada, lakini waliweza kupoteza haki hii kwa sababu ya kuogopa kuzungumza. Lakini wapo watu wengi sana ambao walishindwa kupata kazi kwa sababu ya kuogopa kuzungumza katika interview zao ambazo walizifanya sehemu ambazo walikuwa wanaomba kazi. Lakini wapo watu wengi sana ambao wamenyang'anywa mali zao, wapo watu wengi sana ambao wamepoteza wenzi wao, wamepoteza watu wa muhimu kwenye maisha yao kwa sababu ya kuogopa kuzungumza. Mtaalamu mmoja wa masuala ya saikolojia na masuala ya maisha anaitwa Anton Pius Kawage alishawahi kuzungumza ya kwamba vijana wengi wa kizazi hiki wanaogopa sana kuzungumza mbele za watu, wanaogopa sana kutoa mawazo yao mbele za watu, hali ambayo inawafanya mpaka wanafika uzeeni wanajikuta wana mawazo mengi sana ambayo wangeyatoa wakiwa vijana, basi wasingekuwa wanaishi maisha ambayo wanaishi leo. Aliwahi kusikika pia mtaalamu mmoja anaitwa Shuka Furaha aliwahi kusema kwamba uwezo wa kuzungumza ni akili ambayo watu wengi sana wamekuwa wakiificha na kuipoteza na kuiua kwa kasi mno, kiasi kwamba inawafanya wasitimize malengo yao. Sasa unaogopa kuzungumza, unaogopa kuwasilisha mada. Hivi unajua ya kwamba ili uweze kuikuza biashara unayoifanya inahitaji uwe na uwezo wa kuzungumza? Hivi unafahamu ya kwamba ili uweze kukuza kipaji chako unahitaji uwe na uwezo wa kuzungumza ili biashara yako na kipaji chako kiweze kukua? Unafahamu ya kwamba ili utatue matatizo ulionayo unahitaji kutokuogopa kuzungumza? Sasa kuzungumza ni kitu ambacho ni muhimu sana kwa mtu yeyote ambaye anahitaji kufikia hatima yake. Anahitaji kukijua na kukifahamu na kuto kukiogopa kabisa. Unavyochelewa kuamini kwamba kuzungumza ni jambo la msingi na ni nguvu kubwa sana ambayo inaweza kusaidia kutimiza malengo yako, ndipo unapochelewesha hatima yako. Watu huvutiwa sana na watu wanaojua kuzungumza kuliko watu ambao hawajui kuzungumza. Jamii inaweza ikakuelewa sana pale ambapo unazungumza kuliko pale unapokuwa umekaa kimya. Viongozi wakubwa duniani, watu mashuhuri, watu wakubwa walifanikiwa kwa kuweza kuwa na uwezo wa kujenga hoja, kuwa na uwezo wa kuzungumza. Unamkumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, unamkumbuka rais wa Marekani ambaye alileta umaarufu wake mkubwa sana ambaye anaitwa Barack Obama. Unamkumbuka mtetezi wa haki za binadamu, kiongozi wa haki za binadamu Martin Luther King Jr. Kwa uwezo wake wa kuzungumza. Sasa katika yote haya watu wengi sana wanaogopa sana kuzungumza. Sasa leo nataka nikwambie kitu kimoja kwamba siku utakapoacha utakapoiacha hiyo hofu ya kuzungumza, ni siku ambayo utaanza kukutana na marafiki wapya, utaanza kukutana na watu wapya. Yaani hali hii imezidi sana, imetafuna vijana wengi mpaka imefika wakati wanakutana na watu muhimu, lakini hawana cha kuwaeleza hawa watu muhimu. Hawana hoja za kusema mbele za watu muhimu. Kuna mtu atakwambia nimekutana na marais wa awamu zote 5, nimekutana na mawaziri wote, lakini utamuuliza uliwaeleza nini cha maana ulipokutana na viongozi hawa? Kwa hiyo unaweza ukawa una bahati sana ya kukutana na watu muhimu, watu mashuhuri, lakini kama hauna uwezo wa kuzungumza, yani kama hauna uwezo wa kujenga hoja, inakuwa ni ngumu sana kwa kuweza kuwatumia kama fursa. Na mwisho wa siku watu ambao wana ushawishi, wanajua kuzungumza, watawatumia wale watu kama fursa. Mwisho wa siku wanapiga hatua.
Kuanzia leo, acha kuogopa kuzungumza, acha kuogopa kujenga hoja. Zungumza ili uweze kuzijua fursa, ili uweze kukamata fursa mbalimbali ambazo zipo mtaani. Kuzungumza kunaweza kukusaidia uzipate fursa ambazo ambaye hajui kuzungumza, ambaye hataki kuzungumza, hawezi kuzipata maisha yake yote. Jambo la pili ambalo watu wengi sana wanaliogopa, wanaogopa kifo. Mtaalamu mmoja, mwanasaikolojia mmoja anaitwa Norman Coase anakuambia kwamba death is not the greatest tragedy in life. Anakuambia kifo sio hasara kubwa sana duniani, but the greatest tragedy in life is what dies within us while we are still alive. Hasara kubwa duniani ni kile kitu ambacho kinakufa ndani yetu ikiwa bado tunaishi. Watu wengi sana wanaogopa kifo, lakini ukweli ni kwamba kifo sio hasara kubwa sana duniani, kwa sababu kama endapo mtu utakufa ili hali hujatimiza kusudi lako, basi kutokutimiza kusudi lako ndio hasara kubwa sana ambayo unatia duniani. Kuna mtu mmoja anaitwa Helen Keller ashawahi kuulizwa swali. Alikuwa ni mwanamama ambaye alikuwa ni kipofu, hawezi kuona. Aliulizwa kwamba hivi kitu gani kwako ni hasara kubwa kati ya huo ulemavu, au kitu gani kingine ambacho unafikiri ni hasara kubwa zaidi ya huo ulemavu? Akasema ya kwamba mimi huu ulemavu haunipi shida. Kinachonipa shida mimi, ambacho nafikiri kinaweza kuwa shida, ni pale ambapo ninaweza kushindwa kutimiza kusudi langu. Yaani bora nibaki mlemavu miaka yangu yote, lakini nitimize kusudi langu. Kwa hiyo kama nitaweza kutimiza kusudi langu nikiwa na hali hii, basi ni bora kuliko kuto kutimiza kusudi langu nikiwa bado na hali hii. Kwa hiyo kifo sio hasara kubwa sana, lakini ile nguvu ya ndani ulionayo ilinde sana. Nguvu ya ndani, ile hali ya kujiona kwamba unaweza kuleta mabadiliko duniani, ile hali ya kuona ya kwamba unaweza kuleta matokeo duniani, ni kitu ambacho hakitakiwi kufa. Hakikisha ya kwamba unaitunza nguvu yako ya ndani. Hii ndio hasara kubwa sana. Ndio maana hayati Dr. Maz Mano ashawahi kusema ya kwamba vipaji vingi utavikuta makaburini. Vipaji vingi viko makaburini, manake watu wamekufa yani akili nyingi zipo makaburini, hazijatumika. Kwa nini? Kwa sababu watu walishaua uwezo wao wa ndani kabla hata ya kufariki, na mwisho wa siku wamefariki na uwezo wao wa ndani na nguvu zao za ndani. Tujitahidi sana, yani unashauriwa kujitahidi sana 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 kuibua nguvu yako ya ndani, ile hali ya kuona unaweza kufanya kitu, ile hali ya kuona ya kwamba nipo duniani kwa kusudi maalum, ile hali ya kuona kabisa kwamba unaweza kuleta matokeo, isife ndani yako. Hakikisha ya kwamba unaiamsha kila siku, unaiamsha kila siku. Karibu sana Kikoti Motivation. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kama umejifunza ujumbe huu, tuandikie kwenye comment ili tuweze kupata wazo lako ni nini kuhusiana na haya mambo mawili ambayo watu wanaogopa sana duniani. Karibu.